Kenya, mahala ambapo tunaelekea siku nzuri, na niko na ushahidi wa kusema kwamba siku nzuri hii leo, siku ya Alhamisi tarehe 26 mwezi huu wa pili mwaka 2026, palikuwepo na uchaguzi mdogo, yani by elections kwenye maeneo wadi 3 pamoja na eneo bunge moja, na kwenye matokeo ambayo yameweza kutolewa, chama cha William Ruto kimeweza kushinda viti vyote. Kwa hivyo upinzani unapaswa kujikaza kizabuni tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Upinzani unapaswa kuweka strategies ili kuweza kuhakikisha kwamba wanamfungia William Ruto nje. Ndio, tunajua kwamba pesa ziliweza kutumika hapa. Wizi wa kura umeweza kuonekana kwenye sehemu mbalimbali. Mfano, upande wa Mbeere North, maeneo wadi kama vile Vurore, UD imeweza kushinda. Muminji, UD imeweza kushinda. West Kabras, pale vita iliweza kutokea, guns waliweza kumwagwa mpaka serikali ikashinda. Isiolo MP, upande wa Isiolo, William Ruto alilipana pesa wale ambao walikuwa ni competitors, ambao walikuwa ni mashuhuri, wakaweza kujiondoa. Kulikuwepo na competitor kutoka kwa chama cha Mike Sonko ambacho aliweza kukitoa hivi majuzi, akalipwa akajiondoa. Competitor kutoka kwa chama cha DCP akalipwa akajiondoa. Sasa inaonekana kwamba tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, opposition inapaswa kuketi chini ili waweze kuona jinsi ambavyo wagombea wao kwenye sehemu mbalimbali watakavyo simama imara, wasije wakanunuliwa, kwa sababu hii serikali imeweza kukusanya pesa ambazo watakuja kutumia ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaiba uchaguzi, au vile vile wagombea mbalimbali wanajiondoa kwenye viti, ama wanajiondoa kwenye ugombezi wa viti kwenye sehemu mbali. Sasa kwenye hii kanda, mpenzi mtazamaji, nataka tuweze kuzungumzia matukio ambayo yaliweza kutokea upande wa West Kabras, upande wa Malava constituency. Pale uchaguzi mdogo ulikuwa unaandaliwa wa MCA, lakini yale ambayo yaliweza kutokea, guns waliweza kuletwa kwa wingi kwa magari, wakazua vurugu pale, wakapiga watu. Na ninaelezwa kwamba guns kama hawa waliweza kuletwa kipindi ambapo serikali iliweza kuona kwamba wamepoteza kiti kile upande wa West Kabras. Na mnaelewa upande ule, Faruk Kibet alikuwa amepiga kambi sana kupiga kampeni, kupigia chama cha UDA kampeni. Kwa hivyo mnaelewa eneo la Western limemulikwa sana na William Ruto kama sehemu moja ambayo anataka ikuje kuchangia kwenye ukuaji ama kwenye uraisi mwaka ujao. Kwa hivyo waliweza kufanya kila namna ili kuweza kuhakikisha kwamba chama cha UDA kimetangazwa kwamba wao ndio waliweza kuibuka washindi. Na ninaelezwa kwamba walipoona kwamba wameshindwa, walileta guns. Serikali iliweza kuleta guns, Faruk Kibet aliweza kuleta guns ambao walikuwa na mipini, na kipindi ambapo walikuwa wanakimbiza watu ndio naambiwa kwamba walileta karatasi ambazo zilikuwa zimepigwa kura in favor of UDA candidate. Huyu atoke. Nyayo, toka ndani, ushapiga picha. Brian, Nyayo tokeni. Ukuje nje.
Sasa mpenzi mtazamaji, hili tukio ndio naomba tuweze kulichambua, tuone mahala ambapo taifa letu la Kenya linaelekea. Lakini kabla ya hapo, wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu pindi tu tunapoziachia hewani. Tafadhali like video, kwa sababu ukilike video utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya hii kanda kusambazwa kuelekea kwa vikundi vingi. Wacha tuweke emotions kando. Muungano wa upinzani unapaswa kujisatiti sana ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa candidates kwenye sehemu mbalimbali ambao wako strong tunapoelekea katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Vile vile wananchi na nyinyi munapaswa kucheza mchezo ambao unaeleweka. Si mumekuwa mkisema kwamba hii serikali mnataka iende nyumbani. Mumekuwa mkisema kwamba hii serikali imeweza kuwatesa wananchi. Kipindi ambapo hii serikali inaendelea kushinda viti, wanaendelea kutuma perception kwamba wale ambao wanazungumza kwamba hii serikali itaenda nyumbani sio wale ambao wanapiga kura mashinani. You know, William Ruto is a master of perception. Sio master of politics, master of perception. Yani unakuta kwamba kuna uchaguzi mahali, anaenda ananunua wale ambao ni serious competitors, wanajiondoa. Unapata kwamba chama chake cha UDA kimebaki peke yake kwenye uchaguzi. Sasa unapata kwamba tume ya uchaguzi haina budi ila tu kutangaza yule ambaye ameweza kubaki peke yake kama mshindi. Kwa hivyo tunapoelekea katika uchaguzi ujao, naomba wale ambao watakuja kupewa tiketi ya kuwania kiti cha urais ama viti mbalimbali MCA, MP, muache kununuliwa, kwa sababu munaua demokrasia. Pesa ndizo zimeweza kuzika ili taifa letu. Napata kwamba politicians wanapewa pesa wanajiuzulu. Nyinyi ndio mnazika taifa letu. Pili, wananchi mnapewa pesa ili kuweza kupigia viongozi fulani kura. Alafu hao viongozi wakienda wakipotea tena tunaanza kulia. Kwa hivyo tunapoelekea katika uchaguzi ujao, naomba tuweze kuliangalia hilo. Lakini sasa angalia hapa. Kipindi ambapo serikali inamwaga goons, kutandika watu ambao walikuwa wanapiga kura, kutandika watu ambao walikuwa wanachunga kura zisiibwe. Hiyo ni kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Uchaguzi wa mwaka ujao, huenda hii serikali ikatumia goons kila mahali. Sasa kama hii ni by election ya MCA, mahala ambapo tunaona serikali inatumia goons kuwatandika wananchi hivi, what will happen next year? Our country will burn. Iwapo watu wa sehemu mbalimbali watasimama jinsi ambavyo watu wa Kisii waliweza kusimama kipindi ambapo muungano wa upinzani ulipokuwa unaenda kupiga kampeni pale, wananchi wakasimama imara, wakatuanga goons na wengine wakauawa zaidi ya 9. What will happen 2027? 2027 wananchi, huenda ili taifa letu la Kenya likaingia kwenye vita. Kwa nini? Serikali itatoa goons na wananchi watakasirika, waingie barabarani wachunge kura. Vita vitaanza hapo hapo. Na wale ambao wanatoa pesa vita kuweza kuanza ni viongozi ambao wako madarakani. Where are we heading as a country?
Where are we heading as a country? Tusemezane tu ukweli mpenzi mtazamaji, tunaelekea wapi kama taifa? Number one, kipindi ambapo unapata kwamba viongozi wanajenga gunisim katika taifa letu la Kenya, unapata kwamba taifa letu huenda likaingia kwenye machafuko kama taifa la Haiti, mahala ambapo William Ruto aliweza kutuma maafisa wa polisi kwenda kuchunga pale. Unapolipa goons leo 2000 wafanye uhalifu, kesho hawana kazi, watafanya nini? Ni kuiba na kuua. So the government is promoting goonism. William Ruto is burning our country by investing in goonism. Analipa goons kuweza kutandika wananchi. Kwa hivyo tunapoelekea katika uchaguzi ujao, tunapaswa kukuwa vigilant. Watu kama hawa hawawezi wakatuzidi nguvu. Tunaua, tunaweka chini. And I'm promoting that, tunaua, tunaweka chini. Kwa sababu for God's sake, mbona watu walipwe wakuje na rungu? Tukiwaacha watatuvuruga, jinsi ambavyo watu wa Kabras waliwaacha wakawavuruga. Watu kama hawa 2 watatu wanapaswa kuuawa ili wananchi watume ujumbe kwamba wamechoka na wao. Tukiendelea kukande, hawa viongozi wataiba kura. Kama hauna kitambulisho, hakikisha kwamba umechukua kitambulisho ili tuweze kufanya maamuzi mwaka ujao.